Jeshi la Israeli lamuua msemaji wa Hamas katika muendelezo wa mauaji ya kimbari Gaza. Jeshi la utawala wa kizayuni wa Israeli limemuua shahidi msemaji wa harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas, Abdel Latif al-Qanua, katika shambulio la kigaidi usiku wa manane wa kuamkia leo lililolenga eneo la Jabalia kaskazini katika ukanda wa Gaza. Ripoti kutoka Gaza zinaeleza kuwa mbali na kumuua shahidi al-Qanua, shambulio hilo lililolenga hema limejeruhi pia watoto kadhaa katika eneo hilo. Abdel Latif al-Qanua ni kiongozi mwingine mwandamizi wa Hamas aliuliwa shahidi katika jinai ya karibuni zaidi iliyofanywa na jeshi la Israeli tangu lilipoanzisha upya vita vyake vya mauaji ya kimbari dhidi ya ukanda wa Gaza. Mapema wiki hii jeshi la kizayuni liliwaua viongozi wawili waandamizi wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, Ismail Bahum na Salah Bardawil, katika mashambulizi ya kigaidi yaliyolenga hospitali na hema. Kwa mujibu wa Hamas, kabla ya hapo utawala wa kizayuni ulishawaua shahidi viongozi 9 waandamizi wa ofisi ya kisiasa harakati hiyo ya ukombozi wa Palestina. Viongozi hao ni Ismail Hania, Yahya Sinwar, Saleh al-Arur, Rahwi Mushtaha, Sameh al-Sarahi, Marwan Isa, Zakaria Muammar, Jamil Ashant na Jawad Abu Shamala. Wakati huo ripoti nyingine kutoka Gaza zinaeleza kwamba familia nzima ya watu 6 imeuawa shahidi wakati wanajeshi wa kizayuni walipolipua kwa bomu jengo la ghorofa la familia ya al-Garbawi katika eneo la As-Saftawi katika mji wa Gaza. Sambamba na hayo, katika muda wa saa chache zilizopita, wa Palestina wengine 9 wameuawa shahidi na makumi wengine wamejeruhiwa, huko hospitali za Gaza zikishindwa kufanya kazi kwa sababu ya kuelemewa na idadi kubwa ya majeruhi na ukosefu wa vifaa vya matibabu unaotokana na hatua ya Israeli ya kuzuia kikamilifu kuingizwa chochote katika eneo hilo kwa zaidi ya wiki 3 sasa. Waislamu wa Palestina wapatao 180,000 walisali sala ya tarawih katika msikiti wa Al-Aqsa, mji wa Baitul Muqaddas, usiku wa kuamkia leo na kujiandaa kwa mkesha wa mwezi 27 Ramadhan unaokadiriwa kwamba unaweza ukawa ni Lailatul Qadri, licha vizuizi vikali walivyowekewa na utawala kizayuni wa Israeli vya kuingia msikitini humo. Katika taarifa fupi, idara ya wakfu za Kiislamu katika mji mtukufu wa Quds imesema waumini wapatao 180,000 walisali Isha na tarawih katika usiku wa siku ya 26 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwenye msikiti wa Al-Aqsa kwa ajili ya maandalizi ya Lailatul Qadri. Taarifa hiyo imeongeza kuwa waumini hao walifanikiwa kufika msikitini hapo licha ukweli kwamba utawala wa Israeli umeugeuza mji wa Baitul Muqaddas kuwa eneo la kijeshi na kuweka vizuizi vikali kwa wale wanaofika kwenye msikiti wa Al-Aqsa kuingojea Lailatul Qadri. Vile vile, harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Palestina Hamas imetoa mwito wa kuhamasisha ulimwengu kujitokeza kwa wingi katika siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ili kuonyesha mshikamano na Gaza na Al-Quds, wakati huu ambapo Israeli kwa uungaji mkono wa Marekani inaendelea na vita vyake vya mauaji ya halaiki dhidi ya Wapalestina Gaza mkabala wa kimya cha dunia. Katika taarifa yake, Hamas imetoa wito wa kuongezeka na kuendelea kwa aina zote za mikusanyiko na maandamano ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina katika kila kituo, jiji na miji mikuu duniani kote. Hamas imesema, tunatoa wito kwa umati wa watu wetu wa Palestina, mataifa ya Kiarabu na Kiislamu pamoja na watu wote walio huru duniani kote kukusanyika Ijumaa ijayo na pia Jumamosi na Jumapili kuzilinda Gaza, Al-Quds na Al-Aqsa, kuunga mkono ustahimilivu wa watu wetu, kupinga jinai na mipango ya uvamizi dhidi ya ardhi yetu, watu na maeneo matakatifu, na kuilani Marekani kwa uungaji mkono wake kwa ukatili huu unaofanyika Gaza. Harakati hiyo ya mukawama imesisitiza haja ya njia zote zinazowezekana kutumika kuvunja mzingiro wa Gaza, kukomesha mauaji na njaa huko Gaza. Imebainisha kuwa juhudi na nguvu zote zinapaswa kuelekezwa kusaidia Gaza kuponya makovu yake na kuimarisha uthabiti wake. Aidha, kundi hilo linalopigania ukombozi wa Palestina limetaka kuwepo mshikamano na Al-Quds na Al-Aqsa, likihimiza kuwepo mashinikizo mtawalia dhidi ya Israeli na kufichuliwa jinai za utawala huo uvamizi, ukiwemo uungaji mkono wa Marekani kwa utawala huo hadi uchokozi na mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina yatakapokomeshwa. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.